sikusoma, sikwenda kusoma, sikuhudhuria mgumbaro, sisi lolote. Sasa nyinyi ndo mtuambie ni huabudishwa mashetani kule? Sijui hili, afadhali nizungumze ukweli. Ikiwa ziko skuli ufundishwa kuabudu mashetani, hayo yao, lakini sijui, siwezi kunena, maana mimi wanangu usoma skuli, lakini hawa yeye hata siku moja kanaelezea kwamba tumefanya ibada, tumefanya hili la. Ama masala kufanya mtihani ni bid'a, ni lazima jamanini, kwanza kitu kusema ni bid'a ni bid'a, kwamba mtume akusoma skuli, mtume akufanya mtihani. Lakini je, ni bid'a haramu au ni bid'a halali? Bayua, si kila kitu kisha kusikia bid'a kwamba haifai. Mwenye katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anena yeye kuhusu mtume, ma kuntu bid'an min ar-rusul, mimi sikuwa bid'a. Maana ilikuweko bid'a, maana ni kitu ambacho kwamba kilikuwa hakuna. Ni kweli kuwa hakuna, lakini je, kile ambacho hakuna ni bid'a kuwa haifai? Hili darasa lilikuweko kwa mtume, kwa hiyo tutanena hili darasa nini? Bid'a, lakini halifai. Haya yafanya hapa hayafai, haramu. Hizi mikrofoni ilikuwa hakuna. Hii kipindi cha masala uliza ujibiwe ilikuwa ni bid'a si bid'a? Kule kusanya samaki sokoni ilikuwa hakuna, ni bid'a si bid'a? Madfama bid'a si bid'a? Lakini haramu. Wakati mtume alikuwa hakuna kusanya samaki. Mtume kwa Maka na Madina hakuna hata bahari. Sasa si kila kitu bid'a kwamba maana yake ni nini? Haramu, la. Pia ule mtihani tunaweza kunena ni moja katika wasaili ya kuonesha ikiwa wewe skuli ulisoma hukuweza kuambiwa wewe umefaulu ila kwa kufanyiwa, na wewe hapa duniani huwezi kutoka ila kwa kufanyiwa. Je, utafaulu? Utapata hiyo A plane au A plus au minus? Kuna na minus, yani minus ni toele mpungu. Hai, Mungu atujalie tupate hiyo A plane ya skuli, lakini kama ni huko tupate plus. Umefahamu? Hili ni suala la kwanza. Haya masala ya devil worship yamekithiri sana. Hata mimi nimewahi kupigiwa simu na wao safari moja, wakanipigia kwa private number, wananiambia lazima niwaunge, sijui wana makanisa huko Likoni, huendewa usiku saa 7, wananiambia utakununulia gari utakayo, utakuozesha mke umtakaye. Kama mlisikia mimi sina mke. Tutakujengea nyumba utakapo. Si maneno ati na kueleza kitu kweli. Akanambia kuna mashehe wengine utakutana huko wewe na wao, huwa ni siri, tutakupa mshahara utakao. Mimi wewe usikatae kitu, mwanzo ulize lengo na madhumuni. Asema uwalinganie watu katika devil worship. Mimi devil worship ni nini? Kuabudu mashetani. Kamwambia mimi, maana nyinyi kunijua mpaka mkatafuta, maana waliniambia mimi nimeuliza mmepata wapi namba yenu yangu? Akasema wewe unafikiri Safaricom inajiendesha wao kwa wao? Kama sisi hawezi kuendesha. Sisi hakuna makampuni ambao kwamba makubwa, ila sisi tuna mkono wetu ndani. Namba yoyote tumekuona wewe ni mtu ambaye kwamba una sauti, kwa hiyo tukapendelea tukupate, utatufaa kwa kazi yetu. Sasa walipofika kunambia kazi yao ni kuwahimiza watu kuabudu mashetani, nikamwambia mimi, maana nyinyi mpaka mkaniona mimi ni hivi mnavyodhania, ni kwamba mimi kazi yangu ni kuambia watu inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu. Hakuna mtu afaa kupigana vita na yeye. Urongo. Yoyote unayekumuita ni adui hastahiki ila ikiwa ni shetani. Yoyote hapa ulimwenguni hastahiki kumuita kwamba ni adui yako ila mtu mmoja tu. Naye nani? Shetani, kwa nasi ya Qur'an. La ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Musimkubali, musimsikizishe shetani, ni adui mbaya. Mimi vita vangu ni kuambia watu musimsikilize. Wewe unaambia kuambia watu waabudu, ni hata nife maskini. Wana hapa nitakapo mimi nitakani tena? Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil. Naambia wewe tutakutoa kucha moja. Kaambia zitoeni kwa pamoja. Mwisho kunitoa kucha.
mwisho wake mwishowe ndo baada yake nini? Kwani wewe ukiniondosha hapa ni kwamba ndo mimi ndo nimeondoka? Ndo zangu kwa Mola wangu, raha huko, raha huko. Kisha kuna raha kufa kama wewe umekufa kwa ajili ya kuitetea dini? Sasa mimi ndo siku hiyo nimejua hawa masala, wamenielezea mambo mengi, masala devil worship. Hatari sana. Naambia bwana wendani wako utakufa maskini wewe. Kaambia sikuanza mimi, alikufa mtume maskini. Alikufa na adaiwa miskini. Ana dir'i ameweka rahani. Kama ulikuwa utajiri kitu muhimu angemwata mtume akafa na majumba tele. Mekufa udaiwa, hakufa udai, mekufa udaiwa. Kwa sababu maskini ni ila. Umaskini ni ila? La. Allahumma hini miskinan wa amitni miskinan wa hshurna fi zumratil masakin. Dua alikiomba mtume, nihuishe mimi nikiwa maskini, nifishe nikiwa maskini, nifufue na maskini. Maskini wataingia peponi kabla matajiri kwa miaka 500. Matajiri bado tu kwenye hesabu, mko kwenye foleni ya custom. Niwaambia mfano siku zote, ukitoka Dubai huna chochote na mwingine troller ameiaza, custom atamsimamisha huko? Wewe utafika town ye bado kwa custom, fungua hili fungua hili. Wewe uko piga simu kwa alikuwa nalala, mimi hata sijatoka custom, mabegi hayo basi na huko ni yao yao. Wewe umekufa maskini utahesabiwa kweli? Lakini ule una majumba umepata wa? Ulituma wapi? Umezitoa wa sent? Piga dharba huko, mpiga dharba ndio hesabu. Huyu miskini alikilala nde, malaika atakuangalia ana mali gani? Hakuna chochote. Ana nyumba gani? Hakuna chochote. Ya Rabbi, huyu nzi swala tu adhuhuri au alasiri, hana mali yoyote, hana shamba, hana nyumba, hana baskili, hana gari. Nenda. Matajiri bado ngojea huko hesabu. Na kile ukiwa kubwa, kile ukiwa tajiri mno, hesabu wakubwa. Usijitangaze tu kwamba fulani ndo sasa ameingia katika mabilionia wa Afrika. Huyu na wako hesabu sasa. Utaingia kwenye hesabu ya kina Karuni na Firauni na Hamana, si ndo matajiri tuliowao? Naam, swala lingine alouliza huyu atakutafutilia balaa sasa hili swala. Anena masala ya kuoa kwa mahari ya mswahafu. Maana utakwenda kwenye harusi ukusikie ameozeshwa mahari mswahafu, au utasikia mahari shilingi 24, si ndio? Sisi kule kwetu amu penda mno 24 shilling. Nipeni watatu nafasi nilo nayo. Shilingi 24 mara tatu ngapi hizo? 24 mara tatu 72. Tatoa 100 waongezee. Keep change. Ibaki hao mpe kadhi. Sasa wewe utasikia mtu ameolewa kwa mahari mswahafu, au mahari shilingi 23, au mahari 200. Kisha kisha je, huwa mahari ni kweli ni mswahafu au ni kweli 24? Au wayua hawa waozesha nao kwa miswahafu, hawa waozesha nao kwa shilingi 24 au 50. Wao hutaka kufuata ile hadithi kwamba abrakun nisai aisaruhunna mu'na au aisaruhunna muhuran, wanawake wenye baraka ni wale wenye mahari machache. Sasa wao mahari huwa machache yale ya kuozeshana pale, lakini gharama za harusi nijibuni. Gharama za harusi manake wewe utalikuwa hiyo harusi ya mswahafu Jubilee ile holi 140,000. Ni kweli ni mambo ya mswahafu? Kwa nini Jubilee pia utawapa mswahafu? Sasa ni kutezana shere kimtazamo, kwa sababu lengo wayua katika harusi. Shati tuelewe kitu kimoja, katika harusi hakuna kitu cha lazima ila kimoja tu. Nini? Mahari. Sasa hichi ndio lazima, ukaambiwa hichi kisiwe na gharama. Sasa wewe utunde hichi usikipe gharama, lakini gharama uzitie kwenye ambayo si lazima. Huko kuteza sharia, poleni. Lakini lazima tuzungumze, tutanabahishane. Maana yake watu watashindana, yeye huyu kwa mswahafu, kesho mwingine kwa juzu, kesho kuta mwingine kwa gombo. Waliwa gombo sio gombo lile la skuli.
gombo lile la alfu be te the, kaambia umeozeshwa kwa gombo tu. Si ndio? Manake mswahafu na juzu ghali, mswahafu na juzu ghali, pengine mswahafu 300, juzu utapata pengine mara nyingi shilingi 50 au 70, si ndio? Sasa nene ule ni mswahafu, huyu juzu tu rahisi zaidi. Mwingine tena mimi nitakalle gombo lela alfu be te the kama ulisomea wewe. Lakini sasa hiyo harusi mkwenda kufanywa Jubilee holi, hela ananiambia hiyo pale Urongo Jubilee, mtu atatoa Suzanganu, mtu atukue holi ya Jubilee ile kisha atatoa Suzanganu, mwezi wa Suzanganu nyoto Mombasa itazikokoto au atagawanya bisi. Ukiingia mwanzo utapewa mfuko, ndani ya mfuko kuna sanitizer, kuna maski. Wewe umekwenda na maski pia upewe na sanitizer na maski. Ukiingia kuna mtu kufukiza, yani wanaume pia ufukizwa siku hizi maharusini. Sasa huku kuozesha nini mahari yake, nimekuozesha fulani binti fulani kwa mahari mswahafu. Lakini sasa ile display inayofanyika pale haikubali wewe kama haya ni mswahafu nkutezana shere tu, wala hai translate ya kuwa hii harusi imefanywa harusi ambayo kwamba lengo na madhumuni ni kufanya gharama ya harusi iwe ndogo. Maana kuwa gharama iwe ndogo ni vipi? Ni namna hii, watu wamekuja msikitini, hakuna ajuae, baada ya swala wana ustadh na mwanangu nitakamuozesha, tumemwozesha maliza. Mwenyezi Mungu awabarikie na nyinyi mliohudhuria, Mungu awatengezee mambo yenu, jazakumullah khair. Na kule nyumbani amepambwa pale pale kwisha. Nani atafanya hiyo? Naye afanye namna hiyo, tutamweka yeye yule mimbari atuombe Mungu, Mungu atuletee na si mvua yua hili lilokuwa kali. Maana yake wewe itakuwa dua yake kutakabaliwa. Lakini atakuya bangaize kwa mahari mswahafu mmoja tu, hata darzeni. Ile gharama ifanyikao katika yale mambo yatakao kufanyika ya harusi, watu uona, utawadanganya vipi watu jamanini? Lengo madhumuni si mswahafu kwa maana mswahafu. Lengo madhumuni ni kwamba kupunguza gharama, kusiwe na gharama yoyote. Lakini leo harusi zimekuwa na gharama za kupita kiasi, haswa kiwa ile harusi ufanyika kwenye nyumba ina elimu. Ni makosa. Tuweni wa kweli, tuweni wa kweli. Nena ile aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bilqisti shuhadaa walau ala anfusikum. Hata kama jambo la kwa mwenyewe, taka uadilifu. Nini maana mahari yapungue? Ni kwamba gharama zisiweko. Sasa wewe mahari tu amepungua, lakini gharama wewe kweli, hawa mtu alofanya harusi Jubilee ataozeshwa kweli hana chochote alitoa nyumbani? Au nyinyi nyumbani mumefanya harusi, nyinyi nyumbani ni kweli mmesikizana hizo shilingi 24 tu? Hela kuwa ni wa kweli, mcheni Mungu. Au ni msikitini tu mwaya kutudanganya sisi? Tena niwaambie sasa kitu kimoja hapo, kuweni makini. Wayua wewe wakati mnapomwambia mwanamume mimi nimekuja kumposa mwanao, ni harusi, hata na mimi nipigie mifano mimi mwenyewe, simpigii mtu mfano. Nimekuja nataka mwanao, nyani hapa atanipa mwanawe swala, nitapata kuvuka Likoni kila Jumamosi. Swala nimetaka mwanawe, amenambia mimi niko tayari kukuozesha msikitini. Bwana unajua tena shekhe bwana, lazima pale msikitini tutasema shilingi 24. Sawa sawa, lakini kule nyumbani laki ngapi? 3. Nyumbani tumekubaliana mahari ngapi? Laki ngapi? 3. Sawa bwana, mimi wale wamesoma Aga Khan skuli bwana, yani wale vijana upanda value kwa ile skuli walosoma. Wakisoma shikadabu mahari atakuwa kidogo, si ndio? Twenda hivyo. Mmoja alikwenda kuposa mahala, wawili walikwenda. Mmoja akaambiwa, wa kwanza alioa mahari 100,000. Wa pili akaambiwa wewe mahari 200,000. Akaambiwa mmenipimia kwa kilo, maana yule wa pili mwanamke alikuwa mnene. Sasa msikitini tumekuja kuozeshana hizo deni. Mmekuozesha binti ya swala kwa mahari shilingi 20 na ngapi? Shilingi 20 na ngapi? 4.
Sawa? Kwa bahati mimi siyazitoa zile 300,000. Mimi siyatoa 300,000 wala siyatoa shilingi 24. Nitakupa, ngojea kuna pesa zangu naziendea mbio, nikizipata nitakupa. Bahati mbaya ikatokea mimi na ule mke tukaketi pengine miezi 2 mitatu tukaatana. Nitaka mahari yangu. Mimi tatunda shilingi 24 nimpe au nitatunda 300,000? 24. Sasa huyu aweza kunishtaki? Hawezi, kwa sababu msikitini tuliotaya mahari ni shilingi ngapi? Ile ya nyumbani imekula kwako. Pale wakati mukiteta, nyinyi mmekubaliana fanicha. Tena fanicha. Mmekubaliana sisi na nne. Msikitini mukia kwa mahari yake mswafu. Naenda kamchukulia boksi zima. Wakulai hapo. Adam Traders, tukulie darzeni lile umwetee. Au ndo Shibu hapa takupa mswafu mmoja mpekee. Si mmekubaliana mswafu? Hafai yule mwanamke kudai bwana mahari yangu hajanipa. Hayakupa yeye, wewe si ni mswafu tu. Jamanini, kuwa mkweli. 300,000 kule zungumza hapa kwa mahari yake 300,000. Ili keshole kukitokea lolote ya kudaiwa ni ile 300,000, lakini ukinena kule nyinyi nyumbani kule mmekubaliana 300,000, msikitini mkija mkasema mahari yake ni nini? 24, atakupa shilingi 24 na ya weli yako wewe ni Mtanzania, basi 24 za Tanzania baba. Ndo shilingi tu atoe hii ukichange siku hizi change kwa hiyo shilingi kwa shilingi 24. Wewe ndharau mtoto wangu bwana, mfanya hana maana. Ulikubaliwa mwenyewe msikitini. Tuko ningekuruhusu uulize, ni mgeni, lakini saa zimeisha sana. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina al-batila batilan warzuqna tinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.